naitwa Isaya Mando, mwenyekiti wa kijiji cha Dom. Raia alikuwa anaenda shambani asubuhi, akakuta mafisi wamemshambulia mtu, wamemla, akapiga yowe. Baada yowe ilipozidi, nikauliza nini kimetokea huko? Akasema mtu ameliwa na fisi. Nikaja, tukakuta wananchi wamekuwa wengi pale, tukaulizana sasa tufanyaje? Tukawaita maaskari wakaja pale, wakampima. Kwa hiyo tukio hili kwa Dohom sio mara ya kwanza. Mtu alishaliwa na fisi ambaye ni mtoto ameshambuliwa na akaliwa na fisi. Kwa hiyo tunaomba serikali ije itusaidie, tuondolee haya mafisi, wamekuwa tishio kwa wananchi. Mara nyingi wakikamata vitu vingi sana na wakibomoa manyumba za watu. Tunahitaji serikali ije iwafukuze, basi hii ni msaada wetu, itakuwa ni amani itatokea katika kijiji chetu cha Dohom. Mara nyingi tuliomba kwamba hawa mafisi wanatishia. Kwa hiyo hatujaona mabadiliko mpaka sasa kwamba serikali kuu imechukua hatua gani. Kwa majina naitwa Peter Luciano Masawe. Kwa taarifa tulizozipata na yowe ilivyopigwa ilikuwa ni majira saa 12 na mpaka sisi kukutana ni mpaka majira saa 1, saa 2 huko. Sasa hatujajua huyu marehemu kinini kilimfika, lakini sisi tulichokiona ni mwili tu umeshapata umezuriwa na wanyama au fisi. Lakini kwa kweli sisi kwa kweli inaumiza kwa kweli. Kwa katika hiki kijiji chetu tuna changamoto ya fisi. Kweli wanatuzingira katika makazi yetu. Fisi hawa ni wengi, ni watangu muda mrefu na bado wanazidi kuongezeka. Hawa fisi kwa kweli nafikiri labda ni hii lizi ya hifadhi ya misitu kidogo inatuletea changamoto, kwa sababu inahifadhi huko wanyama wengi. Eneo tulilopo lazima tutoke kwa ajili ya kwenda kutafuta riziki, lakini hii inatutishia amani. Hatuwezi kutoka kwa miguu, aidha kikundi cha watu watatu bado hakitoshi, inahitajika tutembee wengi kwa ajili ya kwenda kutafuta riziki huko maeneo ya barabarani na maeneo ya sokoni. Kwa hiyo unapopita ile majira ya alfajiri kuwai, basi wanyama hawa wanakuwa kwa barabarani wengi. Ni wengi kwa kweli. Kwa hiyo kiasi kwamba tunashindwa hata kujitafutia riziki kwa ile hali inayotustahili, na watoto wa shule tunaogopa. Maana wanakutwa na hawa wanyama. Hawa wanyama hata nyani wenyewe wanazuia hata watoto wa shule. Fisi ndio hawa ile alfajiri wanaenda shuleni, watoto wanakuwa mpaka wasindikize. Kwa hiyo inatuletea kweli uchumi kidogo inatusumbua kwa kweli. Serikali tunaomba itusaidie. Jina naitwa Maria Nikodemu Panga, natoka kitongoji cha Dom. Tukio hili limetuacha, yani imetupa wakati mgumu, maana sasa tunaona hata hatuwezi kwenda sokoni kutokana na hii tatizo lililojitokeza. Imetupa simanzi kwa sisi akina mama kuondokewa na baba mwenzetu, maana inatupa machungu. Inakuaje leo na kesho sitakuwa kwa mume wangu? Inatupa wakati mgumu, tunahuzunika sana. Serikali mtuone kwa jicho la huruma, maana hatuna namna, sisi na mama ndio zaidi, maana hatuwezi kutembea wenyewe. Paka mara pengine tunaomba baba fulani tusindikize, ndio atusindikize tuende sokoni. Hii imetupa wakati mgumu kwa wanyama hawa fisi, yani tunapata machungu makubwa. Serikali watusaidie kuhusu hawa wanyama, maana wametuathiri kiuchumi. Pili, watoto tunawasindikiza shuleni kwa ajili ya hawa wanyama, hawezi kwenda shuleni na shule wanatembea mida ya kilomita 4 hadi 5 ndipo wafike shuleni. Yani tumeathirika sana kina mama, maana asubuhi tunatafutana, jamani tusindikize watoto, jamani tuendeni sokoni. Sisi tumeathirika sana kina mama, tunapata machungu.